Yesu asifiwe. Uwe ambassador mzuri. Ukienda kila mahali unasema nani? Ukiwa kanisani unasema nani? Ukiwa kwa barabara unasema nani? Na ninajua katika uwezo wa Mungu, ikiwa kiongozi wetu ataendelea kutuongoza, sisi tunaenda kula matunda na kula Town West. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haya machache nataka niseme vijana, tuwe tuna nidhamu ya kutosha barabarani. Kwa sababu pikipiki, wewe mwenyewe ndio gadi ya pikipiki yako. Mkituona njiani msituache. Mkituona tena pia tukiwa na discipline itakuwa vizuri sana. Mheshimiwa Rama atafurahi, hata DC wetu atafurahi, hata traffic officers watafurahi, watajua kwamba vijana wetu wamebadilika. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu, wewe ni mwaminifu, tunakupenda, tunakujali, tunakuenzi, na walete vijana hawa na wafunika na damu ya Yesu. Mheshimiwa anapowataka kuwapa vyeti hivi, Mheshimiwa tunamwombea akaweze kubarikiwa. Mungu, tunza jamii yake, wewe ni Jehova, tunza watoto wake, wewe ni Mungu wetu. Kazi anaotenda ibarikiwe. Zaidi endelea kufungua milango na madirisha, sababu kuna wale wengine wanamtegemea. Katika jina la Yesu aliye Mwokozi naomba na kuamini. Amen. Mbarikiwa sana. Pigia Mheshimiwa makofi kidogo. Jamani, mambo iko sawa? Wangapi wanakubali mambo iko sawa? Ndio tuendelee. Mniruhusu pia niseme mheshimiwa vijana, wakati ulikuwa na matanga last week, kuna vijana 16 walikuja kwa ofisi wakasema wanataka wateremuke na pikipiki 16, kila pikipiki ikiwa inabeba vijana wawili. Wakasema tunataka tufike Keroka kwa njia kuu, tuonyeshe mheshimiwa tuko pamoja. Jamani, sio ni upendo? Lakini kaambia kwa sababu mheshimiwa ametusaidia mabasi, situende tu kwa mabasi ndio tusichoke sana. Sio pia ilikuwa hekima? Lakini watu kujitolea, sio ni upendo? I'm telling you, tuliona nyinyi. Unajua rafiki mzuri, si saa ile tunakula nyama na tunasherekea, lakini saa ile tunalia. Unataka uone rafiki akisimama kwa hiyo kona. I'm telling you, watu wa boda boda, you made us proud. Tuliona sisi tuko na marafiki ya kweli, marafiki ya kutembea mbali, na marafiki tunaamini hata 2022 ikifika, Mungu akitusaidia, tutatembea pamoja. Asante. Hii shughuli yote yenye tunafanya leo ni kwa sababu Mungu ametusaidia. Jamani, si kweli? Kwa nini bwana? Aya, tuko tuna marafiki wachache. Tuko na rafiki yetu bwana Nyabuto. Si mnajua Nyabuto? Yeah. Nyabuto ni rafiki mzuri. Nyabuto ni rafiki ya Liki Nyanjui. Ndio hapo na msimamo. Dunia ikitoroka, Nyabuto anasema chibu ni nani? Chibu ni Lee. Anasemanga chibu ni nani? Igiae makofi ya tusalamia. Aya. Bwana asifiwe. Wana bodaboda oye. Wana bodaboda oye. Biblia inasema, ukisema ukweli, ukweli inafanya nini? Inafanya nini? Si mnaenda kanisa? Mnaenda kanisa? Mimi kama Mkatoliki, wakati huu ni wakati wa kufunga. Iko Wakatoliki hapa? Wako? Inua mkono nione. Sasa ni wakati, ni mko wengi namna hii. Wakati hizi ni wa kufunga. Na jana Fata alihubiri akasema katika Luka 9 inasema transfiguration, the transformation of Jesus. Yesu alienda mlimani akabadirika nini? Sura. Alafu nguo yake ikafanya nini? Ikawa yangu sio nyeupe lakini ikawa nini? Ikang'aa. Alafu akasema nini? Wale wakasema tukae hapa tufanye nini? Sisi tunasema Nakuru West tutakaa. Tutafanya nini? Tutakaa. Si tutakaa huko? Wangapi wanasema tunakaa hapo? Na Biblia vile imesema ukisema ukweli, ukweli utafanya nini? Mimi mheshimiwa ni rafiki yangu. Sio simupei kura kwa sababu ni rafiki. Asipofanya maendeleo mimi sitampa kura. Si kweli? Lakini akifanya maendeleo
asaidie wana bodaboda, asaidie wakina mama, asaidie wasee. Mimi tutakuwa pamoja. Tutafanya nini? Vile Koech amesema, mimi niko na msimamo. Na nikisema tuende mbele, tunaenda wapi? Mbele. Na tukisema tuende nyuma, tunaenda wapi? Atuende nyuma, tunaenda mbele. Ndio nilisimama na gavana, nikasema chifu nili, na bado nitasema chifu nili mpaka wakati Yesu atarudi. Harambee! Tunasema maendeleo. Harambee! Maendeleo. Harambee! Maendeleo. Mheshimiwa, nakuhakikishia leo ukiendelea hivyo, mimi nitasimama na wewe mpaka mwisho. Asanteni sana, Mungu awabariki, awaongeze watoto wengi, mjaze na Nakuru West, mpe kura. Mesikia hiyo maneno? Wapi salamu ya gavana wapeleke? Kwani mnalete ndio hiyo. Umepata salamu, pelekea mdosi. Asante, thank you so much. Niko pia na mkubwa hapa wa chama ya Jubilee. Anaitwa Mtumishi Cherujot. Hii ni ndugu yangu ya ile mama ngine ya ile baba ya kambo. Pigia makofi. Wana bodaboda oye! Basi nachukua warfa hii kusema asanti kwa sababu mmekuja kwa wingi kuja kushuhudia yale ambayo yanatekelezwa na Mheshimiwa Super MP wa Nakuru County, Mheshimiwa Samuel Arama. Pili ni kuambia 2022 si mbali, miaka 3 inaenda pale mbele. Ningependa kuambia akiendelea namna hii, na mumeona jinsi amekuwa akifanya kazi, miaka ingine 5 itakuwa bonus. Semeni Arama na bonus. Asante. Aya, Arama na bonus. Tuko na rafiki yetu anaitwa Nasieku. Nasieku ni mtu anatembea kaunti msema, anaenda Kuresoi, anaenda Rongai, anachungulia tu vile maneno inafanywa. Si atusalamie, atuletee salamu, atuambie vile dunia inaendelea. Pigia makofi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuinue mikono tumsifu Bwana. Kwa majina naitwa Simon Sankale Ole Nasieku, na unapona Arama unaweka nini? Arama. Ukiona Arama unaweka nini? Arama. Kitu ya kwanza ningependa kusema kama mwenyekiti wa kamati ya benchmarking, ambapo mwaka uliopita mwezi wa Novemba tuliweza kuzunguka kaunti mzima. Tulianza maeneo ya Mai Mahiu, tukaelekea Naivasha, tukaelekea Gilgil, tukakuja hapa Nakuru Town East, tukaelekea Bahati, tukaelekea katika maeneo ya Subukia, tukaenda Rongai, Kuresoi North, Kuresoi South, Njoro na Molo, na mwishowe tulikuja pia katika mji wa Nakuru. Tuliweza kuangalia katika maeneo yote. Katika yule kiongozi anaangalia mambo ya muundo msingi, yule kiongozi anashughulikia mambo ya security katika maeneo yake, yule kiongozi ambaye anashughulikia mahitaji ya wafanyabiashara ndogo ndogo na mama mboga. Tuliangalia mambo haya yote tukianzia na mbunge wa kuelekea kule Molo, kule Njoro hadi katika maeneo ya Naivasha. Na tulipomaliza ripoti yetu tuliweza kugundua ya kwamba yule kiongozi peke yake ameweza kuoneshana kwamba kwa kimaendeleo ya kwamba yeye mimi ndio chairman ya benchmarking. Kitu ambayo ningependa kusema ni kwamba hiyo ndio ripoti tulitoa na ikasambazwa kwa magazeti na kwa mitandao. Yule kiongozi ambaye ni Super MP, anakaa kama Super CS Matiang'i, ni Mheshimiwa Arama. Na hakika hata tulipoenda kule Keroka, yule ambaye alikuwa former MP ambaye aliyekuwa MC alisema Mheshimiwa Arama sio tu mbunge tu, bali yeye is a national figure. Kwa hivyo Mheshimiwa Arama, kitu yangu ningependa kukuomba hivi. Leo hii unapatia wana bodaboda hizi cheti za driving, na najua kwamba kuna wengine bado watapatiwa. Ombi langu ni moja tu, ile maendeleo ambayo umefanya katika Nakuru Town West, tafadhali weka kibao ambapo tuweze kuweka tofauti ya Nakuru East na Nakuru West. Tuweke kibao tuoneshane you are now entering Nakuru West. Watu wakiingia Nakuru Town West wanapata kibao inasema now you are entering Nakuru Town West. Na jambo moja ningependa kuomba,
Mwaka huu sherehe ya kwanza ya Madaraka Day katika Nakuru Town West tafanyika katika maeneo ya Kapkure. Na ni kwa sababu Mheshimiwa Rama ameweza kuongea na Super Minister Fred Matiang'i. Akaweza kutuletea DCIO katika eneo hii. Si tunafurahia? Ametuletea OCPD katika Nakuru West. Ametuletea viongozi wote ambao wanakuja katika Nakuru Town West. Si yeye ametuwezesha hata sasa siku ya leo tutakuwa na sherehe mahali hapa. Kwa hivyo nyinyi wana bodaboda. Huyu ni kiongozi, hata wiki mbili iliyopita niliona wana bodaboda walikuwa nasumbuliwa mahali kwa barabara. Yeye mwenyewe alisimamisha gari na hao makanjo walikuwa nasumbua wana bodaboda, aliwafuku. Kwa hivyo Mheshimiwa Rama, wewe tu ndio ulisimama mpaka wakati watoto 41 walichukuliwa Nakuru wakatupo kule kwa msitu. Sio ni kitendo kibaya sana? Na vile ambavyo wana bodaboda, nawaambia kama mwenyekiti, nimekuwa wachuuzi miaka yote. Ikiwa wataendelea kuteswa hatutakubali. Mateso ya watu wa bodaboda hatutakubali. Na kama wanataka kuwamwagia nyinyi mboga na nyinyi nao wamwage ugali. Bwana asifiwe. Jamani, umesikia hiyo maneno? Ai. Kwani maneno leo ni moja jamani? Amesema akimwaga unga mumwage ugali. Wakimwaga mboga? Na wakileta shida sana, subu ikiwa kwa meza ikanyakwe sisi wote tukae njaa. Aya. Ambia jirani. Hii kazi yenye Mheshimiwa Rama anafanya tu ni mdosi hapo, lakini tuko watu wengi wa mkono. Lakini tuko na senior yetu mwenye anatuongoza pia kwa ofisi. Na mimi naomba tu staff wetu ukiwa hapa, wewe ukiwa CDF constituency, hebu tuweke mkono juu staff. Wale watu wa mkono kuanzia DC, haya chairman wetu kwa niaba ya sisi wote kuja salamiana. Fungulia chairman njia. Huyu mzee sasa ndio kiongozi wetu kwa ofisi. Sisi watu wa Kinakoech ni mdomo tu hapa, lakini chairman ndio mambo yote. Pigia makofi. Asante sana Mheshimiwa and all protocols observed. Wana bodaboda, habari ya asubuhi. Najua yuko wengine wenu hamjui mimi na wameniacha kwa barabara mfue kinyesa. Lakini next time msiniwache. Sawa. Sasa leo tumekuja hapa. Nilikuwa nakuja lakini naona mlikuwa wengi. Mlikuwa in shifts. Leo iko shift moja itatoka, nyingine itakuja. Sina maneno mengi, maneno yetu tutashughulikia. Jina ni Wilfred Nyakundi, Chairman CDF Nakuru Town West. Thank you very much. Asante jameni, tunaendelea poa. Sasa nataka niite mkubwa mmoja hapa. Mnajua bwana DC? Anaitangwa nani? Hassan. Anaitwa nani? Anaitwa Safi. Anaitwa Safi. Haya, waja niwaambie. DC anaitwa Elmi Shafi. Elmi Shafi tulisoma na yeye shule miaka ya zamani. Serious? DC, ngoja tu. Na hii unajua saa zingine tunaweka story lakini hii ni ya ukweli. Tulisoma na yeye Kabianga High School. Nikiwa form 1 alikuwa form 5. Lakini alikuwa kisirani, alikuwa anatuchapa makofi. Hata Mungu akasaidia akakuwa DC. Piga makofi. Hata sasa hii ndakuchapa. Wana bodaboda oye. Habari ya siku nyingi? Nasikia wengine mnaniita, mimi naitwa Hassan. Mimi siitwi Hassan. Yaani hiyo muda yote nimekaa na nyinyi hapa bado hamjui jina langu jameni. Okay, jina langu ni nani? Elmi Shafi is my name, sawa? Kwa hivyo leo ni siku nyingine ambayo tunapokea matunda na maziwa ya Rama. Matunda na nini? Mtashiba? Okay, very good. So nina furaha kuwa nanyi, na hii ni matunda ambayo tulikuwa tumeingojea kwa muda mrefu, na leo tutapata ile inaitwa interim, sawa? Kwa hivyo ukipata hiyo interim inamaanisha nini? Wewe ni dere. Lakini waiting what? So collection of license, eh? Na ukiwa dere basi wewe ni mwalimu ama?
Kwa hivyo dere akienda kando na sheria ni hatia, si ndio? Anatakana achapwe. Kwa hivyo mbeleni polisi wakishika nyinyi kwa sababu hamuko na license, mlikuwa mnabembelezwa. Sasa hii kwa sababu wewe ni mwalimu, ukishikwa umekosea, si mpaka uadhibiwe ama aje? Because if you know the law and you are breaking the law, si ni makosa. Lakini naamini ya kwamba hamutavunja. Kwa hivyo muwe kielelezo na mchunge sheria, sawa? Na tupunguze accident pale hospitali hii na hospitali zingine, kwa sababu nasikia kuna ward ambayo imetengewa watu wa bodaboda. Itafungwa sasa. Ifungwe. Lakini ninauliza swali moja. Sasa nyinyi mlikuwa hamona license. Sasa hii mume undergo training na mmepata license na nyinyi ni walimu. Na sasa nyinyi ni madereva. Tutahakikishaje wakurutu ambao wanatoka standard 8 hawajai uwanja tena Hello? What do we do? Wasiingie tena kwa uwanja wakaendesha tena wakiwa hawajui. Sako na stage. So newcomers ambao hawajui wasiingie kwa uwanja. Wasiingie? Waende shule kwanza. Waende shule kwanza. So mu encourage msifungie biashara wengine kwa sababu hata wao wanataka kula, si ndio? Lakini wasiingie kuanja kuendesha baisikeli, pikipiki bila kwenda shule. Waanze shule because nyinyi ni walimu, sasa funzeni wale wengine kabisa na kuwaelekeza ile barabara inatakiwa, sawa? Kwa hivyo mimi nawatakia kila laheri na muwe walimu wazuri na mtusaidie watu wa usalama. Ukiona kitu kibaya, ukiona mahali inatengenezwa chang'aa ama wewe unabeba chang'aa ama mtu fulani anabeba wezi, hiyo yote nataka niwategemee mtuletee habari. Mtatusaidia? Kabisa. Okay, asanteni sana, Mungu awabariki. Hata waizi. Hata wezi Iko wezi mnajua mahali? Mtawatafuta. Hata hapa Githima kuna wezi hapo. Juzi nimeambiwa wamevunja duka hapo Githima. So mkiona mwizi ama mtu anafuatana na mwizi ama ukisikia mwizi, mletee ripoti. Msichome. Mtavunja sheria sasa. Tumeelewana hatujaelewana? So you are better than you started. Yes. Are you better? Yes. Okay, very good. Wacha nionyeshe team ya ofisi yangu. Where are my staff? Hao si mnawajua? Huyu ni Douglas Nyandika, ni chief viwanda. Watu wa viwanda mkono juu. Mnajua chief yenu? Very good. Yule ni chief ya Kaptembwa, inua mkono hivi juu. Mnajua Kirui? Watu wa Kirui mkono juu. Okay, very good. Assistant chief wa Githima, mnajua huyu Mwangi? Iko watu wa Githima hapa? Haya. Macharia, watu ya Mwariki Ronda huko chini muko? Huko watu wa Bangladesh muko hapa? Chief, assistant chief yenu yuko hapa Korir. Alafu Rona mtu ya huko Kapkura Singapore muko hapa? Very good, ketini chini. Kwa hivyo lolote ambalo linahusiana na usalama, kitu ambacho inahusiana na uvunjaji wa sheria, hiyo ndio ile timu taeleza. Tumeelewana? Haya, sawa. Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru, niwaseme. Wajua kama ng'ombe iko na maziwa, kikwetu mimi ni mtu wa maziwa na ng'ombe. Unaendelea kufuga. Unaendelea kufanya nini? Kufuga hiyo ng'ombe ya maziwa. Lakini kama unaweka ng'ombe kwa zizi na haina maziwa, iko haja kufuga? Unapeleka wapi? Nachinja. Kwa hivyo kama kiongozi hana maziwa, hana kitu, hana faida, unapeleka wapi? Chumbani. Na kama ako na maziwa, Unafuga yeye. Sasa. Hii ni mtu ya ng'ombe jamani. Unaona mambo yake ni ya ng'ombe tu. Patia basi makofi asituletee taabu. Asante. Nataka nimalizie yangu hapa. Lakini jamani, si tuendelee kupendana tu. Si ni ile upendo Kristo alituachia. Wakati tukiwa Keroka Mashishi, kuna mtu mmoja wa huko alinisalamia akaniambia waje niwaambie. Nyinyi Nakuru mmekuja matanga kuliko watu wa huko.
Unajua tulikuwa watu zaidi ya 500. Baka jamaa moja akaniambia huyu mdosi wenu akikuja hapa atachukua kura mapema. Nikamwambia akuji ataendelea kukaa kwetu. Haya, tunataka tuite mwenye shule karaoke aseme jambo na akaribishe mheshimiwa, pigia makofi. Wanabodaboda oye! Wanabodaboda oye! Asante, leo ni siku ya furaha kwangu. Manake tumekaa na nyinyi kwa muda. Mlikuja mkiwa very indisciplined, lakini I'm happy to say kwamba wanabodaboda Nakuru Town West tumebadilika. Ni kweli? Kabisa. Tumebadilika kabisa. Hata ajali pande hii imepungua by over 80%. Ingawa hatukosi mambo kidogo kidogo, lakini hiyo haikosi kwa binadamu. Mimi nawashukuruni sana. Leo hampatiwi license. Ile kitu mnapatiwa ni provisional driving license. Kibali ya kukubalia wewe kuendesha pikipiki ama bodaboda kama mwanafunzi. Okay? Baada ya hiyo, baada ya siku 21 tarudi hapa, utaitiwa kitu inaitwa test form, alafu unapelekwa mtihani. Ukimaliza mtihani utapata interim. Hiyo ndio sheria ya driving school ambayo iko. Tuelewane hivyo kwanza, si ndio? Kwa hivyo wale watu 500 wa kwanza watapatiwa provisional driving license na mheshimiwa. Hiyo inakubalia, utaona iko na expiry date. Na kabla ya expiry date unastahili kuwa umefanya nini? Mtihani. Kwa hivyo hilo ndio limetulete. Nashukuru mheshimiwa Arama, mbunge wetu ambaye amefanya kazi kubwa, na wananchi watukufu, najua tunaendelea na tutaelekea mbali. Nachukua fursa hii kuwakaribisha na kumpatia bwana mheshimiwa Arama nafasi naye atuhudumie. Makofi jameni. Asante sana bwana Kariuki. Na wasalimu, hamjambo? Hamjambo tena? Nataka kushukuru Mungu kwa sababu ametufikisha siku ya leo. Na mimi nataka kushukuru nyinyi sana kwa sababu wakati tunawahitaji mnafika vile tunasema. Nataka kushukuru nyinyi sana. Najua inawezekana ya kwamba tupite nyinyi arau mkose kukuja. Lakini nataka kusema watu ya bodaboda wa Nakuru Town West, nyinyi ni watu wazuri. Kwa sababu juzi vile ndugu yangu bwana Koechi amesema, wakati nilipoteza dada yangu, wengi sana walikuwa wananipigia simu. Kuaje bana? Iko shida. Wengi sana walikuwa wananipigia simu, wengine hata walikuja nyumbani, wengine walikuwa wanataka kuja mahali dada yangu walikuwa wameshikwa huku chini, mahali walikuwa tunaenda kumvumzisha pale Keroka, na wengine kweli walifika. Kwa hivyo hiyo ni kuonyesha ya kwamba sisi tuko na upendo, tunapendana, si ni kweli? Na mimi nataka hii kitu ya dada yangu imekuaje bana? Pole, hii unajua mitandao sasa inakuwa na hiyo shida. Ama ni hapo, hebu songa kutoka kwa hiyo kidogo, wale wako karibu msonge kidogo. Hii dada yangu ameaga, amenifundisha kitu moja ya kwamba fanya maneno mzuri zaidi huko hai duniani. Kwa sababu dada yangu sikuwa nimejua ya kwamba hata Uhuru Kenyatta mwenyewe ataniita niende State House kwa sababu ya hiyo kifo ya dada yangu. Na wakati alielezwa na CS fulani ya kwamba Arama amepoteza dada yake, Uhuru Kenyatta mwenyewe alinipigia simu na nikaenda State House, akanipatia msaada. Na vile mlikuwa mmejua nilikuwa nimesema hakuna fundraising tulikuwa tunafanya, hata hapo watu walikuwa wanataka kufanya, lakini nikasema tuache. Kwa hivyo ukifanya maneno mzuri wewe unajulikana kila mahali, kwa sababu dada yangu alifanya kazi mzuri. Na hiyo kazi ndio naona tutufanya hapa na Nakuru Town West, kwa sababu what is important is you leave a legacy. Sure. Wacha legacy, wacha maneno mingi. Na unajua kama unafanya kazi mzuri,
kura utaenda kutafuta sana, kwa sababu kura inapigwa kulingana na ile kazi unafanya nini, umefanyia wananchi. Kwa hivyo watu ya bodaboda leo tumekuja hapa kwa sababu nataka kuwaeleza vile tunataka tuende, vile tulikuwa tumesema hapa last time, na mimi nimefuatilia kwa ukaribu sana, kwa sababu nataka kila mtu Nakuru Town West akuwe na driving license, so that ndio ukiendesha pikipiki yako ukiona askari unasimama unamuuliza anataka nini. Si ni kweli? Kabisa. Hivi karibuni chusi sometime back nilikuwa kwa ofisi yangu, mtu akanipigia simu tu, hiyo mtu sikuwa nimemjua ni nani, akaniambia askari wanamsumbua ya municipal, askari ya Moni wanawasumbua pale mahali inaitwa showground, na nikaenda mpaka hapo na nikakuta ni askari wametoka Nakuru Town East ya Moni ya county, wamekuja kusumbua watu kwa barabara ile highway. Unajua ile highway ni ya Kenya, na hiyo mimi ndio nilikuwa nimeenda kusema wapanue so that ndio tupate mahali watu wanapandia hapo. Na sasa ile niliuliza hiyo watu, nikatoka hapo nikaenda nikablock hiyo gari, kwa sababu sasa ile walisikia ni mimi walianza kutoroka, lakini nilikuwa nimeuliza namba, tukakutana kama wanateremka, nikablock hiyo gari. Na nikapigia gavana simu, gavana akatuma watu yako hapo, nikaambia na county secretary, kweli hiyo watu tukakuta walikuwa na makosa. Harassment ile itakikani. Unajua watu wanaona watu ya bodaboda na hiyo watu wanaweka watu kwa stage. Lakini baadaye sasa ile nateremka kufika pale Bankless Bank Cafe, mtu akanizungumza akasema, mheshimiwa yuko watu wako hapa. Kwenda nikakuta ni watu ya bodaboda kama 10 wamewekwa pengu na watu ya prison. Ndio nikaita OCPD, nikaita watu wote tukakuja hapo tukuwajiri hiyo watu, nikasema hiyo watu ya prison na hiyo watu wanasimama Cafe hapo watoke. Wakatoka kidogo. Haleluya. Lakini leo tena nikiteremka nikikuja hapa, nimefika hiyo hapo, hiyo watu wako hapo, nikasimama nikawaita, nikauliza mnafanya nini hapa, kwa sababu mmoja alifanya makosa pia akaanza kunisimamisha. Nilikuwa na gari ndogo, akanisimamisha akaniambia weka kando. Ndio nikakuja kugundua tena wako hapo. Na saa hii nimepigia Inspector General DIG yule anaitwa Mbugo, kwa sababu ndio niliongea naye Nairobi, na amesema hiyo watu watoke hapa. Haleluya. Mkipita, mimi nataka tuelewane namna hii, mkipita mkiona watu ya prison, mkiona mtu ya prison yakisimamiza wewe pigia mimi simu. Hiyo mtu atakikani yakuwa hapo. Tunataka kuona watu ya, tunataka pande sisi ni watu tunataka amani. Kabisa. Na wakati nimeenda Nairobi, sisi Nakuru Town West tunataka tukue independent, vile ndugu yangu amesema hapa. Tumepata OCPD wetu atakuwa anakaa Nakuru Town West. Yes, haleluya. Tumepata TCIO atakuwa anakaa Nakuru Town West. Pale chini tutatengeneza. Tunataka tukue na base commander anakaa Nakuru Town West. Yes. Vile hiyo ndugu yangu amesema, hatutaki kuona watu ya Nakuru Town East askari wanakuja Nakuru Town West. Unajua ni kwa sababu gani? Itakuwa easier. Itakuwa ni rahisi kwangu nikisikia mtu ameshikwa pande hii, inauliza OCPD ya pande hii. Sitaki kuenda town. Na mimi nilikuwa nimesema mtu yote yule ameshikwa kwa boundary ya Nakuru Town West apelekwe seri wapi? Kaptembwa. Si unajua inakuwa rahisi? Si tukubaliane tutengeneza seri mzuri pale, ndio watu unawekwa hapo, ndio itakuwa rahisi. Unajua itakuwa rahisi namna gani? Hapo ndio na mimi nitakuwa natawara nasema waachilie hiyo watu kama wamefanya makosa. Badala mimi kuenda pande ile, si ni kweli? Kwa sababu ni makosa mnasikiwa ni kidogo kidogo. Last time tulikuwa tumesema namna hii, we suspend all the border rules. Ile kama ile rules yoyote ile tulikuwa tumesema hapa, mpaka tumalize maneno ya kupeana driving license, mpaka tutafute pesa tuweke insurance, mpaka tutafute pesa tuweke kila kitu inatakikana. Si ndio tulikuwa tumesema namna hiyo? Lakini bwana DC, nataka nikutume kwa sababu wewe ndio mtu yoru Kenyatta, sijui DC ameenda wapi. Nataka kama machifu mko hapa mumwambie. Nataka aende pale, na mimi nikitoka hapa naenda kwa county commander amekuja mgeni. Sitaki tena nisikie mtu ya bodaboda kutoka Nakuru Town West ameshuka kwa zile vitu tumesema hapa takana waajiriwe bora. Hatutaki, sitasikia tena. Kwa sababu leo hapa tunapeana, na hii ni pesa tunalipa hapa. Kama hii moja, hii inaitwa professional driving license, hii tumelipa shilingi 600. You can imagine 600 shillings times ile watu tuko nao tunataka kupeana. Ile watu yote tunapeana hapa tunalipa 600 shillings.
Kwa sababu ndio nikasema wote warudishe ma driving licenses ndio waende kupata zingine. We are paying 600 shillings for this one only. Alafu examiner ni 800 ndio. Kuna zingine tunaenda kulipa 800 na kuna pesa zingine. Imagine hiyo tatu na kulipa karaoke afundishe watu, lakini tena unasikia watu wanashikwa kwa sababu pengine ana driving license, wengine hawajaweka pengine insurance. Na mimi nilikuwa nimesema maneno ya insurance, nitatafuta njia kama tumepata hizi vitu mkianza kufanya biashara ndio tuweke insurance. Tulikuwa tumesema namna hiyo. Yes. Kwa hivyo bwana DC tunataka sisi tukae kama security ya Nakuru Town West. Tuelezane ya kwamba so long as you are operating in Nakuru Town West, those things have been suspended until further notice. Mpaka muweke vitu zote ndio sasa tuanze kufanya kazi hiyo nyingine. Na nikasema namna hii tunataka tuanze sako. Sisi tulikubaliana? Wacha tuanze sako. Na kuanza sako mara ya kwanza leo nimeita governor juzi, tukakutana Nairobi, tukaongea na yeye, nikamwambia nataka kuja kukuta watu ya bodaboda hapa Nakuru Town West. Kitu ya kwanza nilimuuliza suspend ile watu unakuja wanashika watu ukitoka hapa unafika town center unakuta watu yako wanakushika ati wewe hujalipa ile inatakikana kulipwa town center ya 400 na wewe ufanye kazi hapo. Si wewe unafanya Nakuru Town West. Ukipata mteja unampeleka unaenda na drop yeye Nakuru Town East, alafu unarudi pesa yako. Ni kwa nini mtu unakuta na drop mtu zaidi anarudi anashikwa na watu ya account? Governor tuliongea na yeye na akakubali, akasema tutakuwa tunamkutana akikuwa hapa, aite watu ya Nakuru Town East, aite account secretary, aite enforcement officer, waeleza uambie so long as mtu anatoka Nakuru Town West na ako hapa akisema ni Nakuru Town West, bora yeye aende kubeba pale, anakubaliwa na drop anarudi pesa yake. Si amefanya mzuri? Na last time nilikuwa nimewaambia namna hiyo. Kwa hivyo mtu yote yule anaenda pale akishikwa, inatakikana unipigie simu uniambie na mimi nimpigie nimweleze nimwambie bado watu wako wanafanya nini? Wanashika. Hiyo ndio kitu ya kwanza tuliongea na yeye. Ya pili, iko soko pale chini inaitwa Kaptembwa, ile soko ya Kaptembwa. Sasa ile nimeongea na governor na watu yake. Tumekaa tumefikiria, tumesema hiyo soko tuibadilishe, tuipatie watu ya bodaboda. Yes. Yes. Mapikipiki yenu yote muende mtafute ile watu mechanics, wale watu wanatengeneza pikipiki, tuweke magari hapo ndani. Yes. So that you have one stop. Yes. Unakuwa na mahali moja, pikipiki ikiharibika barabara unakuja mwingine anatengeneza hapa, mwingine anatengeneza wapi, hiyo mechanics yote wale wanatengeneza tuwapeleke hapo ndani. Alafu sasa hapo tuende tutengeneze ofisi yenu. Tukitengeneza ofisi yenu hapo ndani kwa hiyo soko. As mnatengeneza pikipiki bandei, tukue na ofisi ya sako. So that we start registering sako members. Wale watu wote ya pikipiki hapo ndio wanaregister. Yes. Tukijua tumeregister wote. Sasa ndio tuite watu wakuje watufundishe. Tuone tutaanza kuweka pesa ngapi. Tujue vile tutakuwa ofisi yenu itakuwa hapo. Na hiyo mahali nimesema hapo ndani mkienda kutengeneza, mkienda kuweka hiyo ofisi yenu, kwa sababu sako lazima ukuwe na ofisi. Ofisi lazima mlipe rent. Lakini para hamtalipa nini? Hamtalipa rent. Yes. So that we can have some employees. Tunakuwa na watu kama tunaweza toa watu wawili watatu kutoka kwa bodaboda, tutafute pesa tuwaandike wao wanamani hiyo maneno ya sako hapo. Na sisi tunalipa hao at the end of every month. Tunalipa hao tu ndio watu waangalie maneno yetu ya hapo. Nitakuwa mzuri. Alafu hapo ndani tuende tutengeneze maneno ya spares. Tunatengeneza duka moja mbili, spares inakuwa hapo. Muende mjiunge. Kama hiyo sako, mwe unaweka spares zenu wapi? Hapo. Sasa mkitaka kitu hakuna mahali ya kwenda kutafuta town, ukitaka kwenda wapi unatengeneza hapo. Alafu tunataka niite stakeholders on Monday. Nataka kuita watu ya Juakari wote, nimeambia DC, nimeambia governor, nimeambia kila mtu. Tuko na shamba pale juu ya Juakari. 5 acres. Mimi ningefikiria ingekuwa mzuri kama tunaweza kuwa na one stop place. Kama ile sijui kama umeenda pale Kaburini, Nairobi. Bada Kaburini mahali tunakuwa na garage ya watu wote. Kariako. Bale iko tukue na kitu kama hiyo. So that hii watu yote ya garage tuwatoa hapa waende wakue pia vile nyinyi mtaenda kuwa pale chini. Si itakuwa mzuri. Lakini ni kama wanataka. Unajua hii ni demokrasia. We will do public participation. If they agree that wanaenda pale, kwa sababu mimi najua watu ya bodaboda nyinyi hamuna shida, kwa sababu pale mtaenda hata mahali ukitaka kumumuzika mnaenda hapo ndani kwa hiyo soko mnakaa. Ukitaka kwenda kununua pikipiki yake kiharibika, hapo ndio mtu wako hapa anatengeneza. Ukitaka kitu ni hapo tu, mnakuwa na one stop place. Na watu ya Juakari wakubali tu tuenda hapo.
Kama wanakataa bado mimi nitawaja waendelee kukaa hapo, nitakuwa nimefanya yangu, si ndio? Kabisa. Arau pale chini ile soko ya Ronda. Tumeongea na governor, amekubali ya kwamba tuende tuitengeneze mzuri kabisa, and I will give those people wale wanauza kwa ma streets huko chini, watu wote waingie kwa hiyo soko. Unajua last time nilikuwa nataka waingie, lakini ikakuwa governor ya wakati ameregea kidogo, namwambia fukuza watu waingie ndani. Akituma ile watu badala waenda kuambia waingie ndani, wanapewa 200, wanawaja watu wanaendelea kukaa hapo. Tunataka soko sote watu wote wanakuwa huku waingie pale. Na governor nimemueleza na amekubali ya kwamba hii magari yote natoa miwa Kisii, natoa ndizi Kisii, ile naleta vitu yote badala iende pale, zingine tu divert. Zinaenda wapi? Chini. Zinaenda chini. Kwa hivyo wakina mama pande hii hawatakuwa wanatembea kupanda gari kuenda huku town. Watakuwa wanaenda na mguu hapo chini, ananunua ndizi yake, analeta pande hii. Si itakuwa mzuri? Hiyo ndio nataka tukitoka hapa tujue tunaendelea namna hiyo. Na mimi nimesema tarehe 1 June for the first time sisi tunataka kuwa na sherehe hapa kwetu Nakuru Town West pale Kapukure zile kiwanja. So that wakati tutakuwa hapo tutakuwa tunaeleza watu ya Nakuru Town West ni nini tunaendelea kufanya, ni nini tutafanya, au pia waseme ni nini wanataka. Saa zingine nakuwa aibu sana mimi kuenda kuhudhuria sherehe Nakuru Town East kwa sababu watu wako hapo ni watu ya Nakuru Town West East. Sasa mimi nikisimama hakuna ile kitu unaweza sema nimefanya, si ni kweli? Kwa hivyo wakati niliongea na CS Matiang'i, nikaongea na bwana DC, nikaongea na Regional Commissioner, tunakubaliana ya kwamba sisi June sisi sote tutaenda wapi? Kapuri. Ndio tukienda bado tunapatia mtu ya Chuakari nafasi anaongea. Tunapatia mama ya mboga nafasi anaongea. Tunapatia kila mtu nafasi afanye nini? Aongee, ndio sasa tutajua tumejitawala pande hii. Ndio tukasema tupewe OSPD, tupewe DCIO, tupewe Pest Commander. Kwa hivyo wale wanasimama pale kwa barabara, wale wanatuma kutoka Nakuru Town East, wanasimama pale kwa barabara, wanashika watu na overspeeding, mara wanashika nyinyi ati kwa sababu sijui una driving license, mara wanasema una sijui insurance ya pikipiki. Sasa nimeweka kikomo, nikitoka hapa naenda kukua na mkutano na county commander na regional commander, ni uambie watu nataka kuona pale ni askari wanatoka Kaputembo. Yes. Tunakubaliana namna hiyo. Na ile mama sinaona ni mama mzuri, ndiona mnaongea naye mzuri. Kwa hivyo sisi pande hii tunataka tujitegemee kama constituency. Na hiyo ndio ile kazi tunasema tunataka tufanye. Ikifika wakati ya kura, utakuwa unaambia raia umewafanyia nini. Wakiona wakurudishe, wakikuona ende nyumbani ufanye nini? Waende, si kila mtu wako na kwake. Ukiambiwa unaenda. Sasa ile shida tulikuwa naye, tulisema hapa the first 500 people ndio hapa wale tunapeana this professional driving licenses, wako watu 500 wale tunapeana hapa. Alafu tuko na wengine wanafuata 500. Wapi hiyo list ya 500 ile inafuata? Tuko na wengine wanafuata. Vile tulisema hapo last time. Hao wakimaliza, sasa wewe ukipata kama hii for example kama inaona imeandikwa Isaka Nyota Mwangi. Wanaandika driving license class category A2 from 28 February expiring 31st May. Hiyo utakaa naye mpaka 31st May, lakini in between unaanza kuhesabu from 21 days. Hapo sasa ndio utaenda ufanye examination. Si ndio Kariuki? Uende ufanye examination, na hiyo video yote mimi nasema namna hiyo imelipwa. Kazi yako ni kujiweka tayari after 21 days. Kama yake imeandikwa 28, ongeza 21 days, ukuja hapa just 1 day too. Then from there we have made the arrangements, tutakupeleka hapa uende upate drive license yako, na drive license imelipwa. Wewe kazi yako ni kujitokesha pale, uende ufanye mtihani. Hata mtihani sitaki kusema pia utapita kwa sababu mnajua kuendesha. Nimesema mtapita tu, hakuna shida. Unajua sisi sikusema, lakini lazima pia mkuu hapo. Na mtihani hakuna mtu, si kila mtu ameendesha pikipiki mpaka hapa ama yuko mtu ameendesha. Nyinyi mnajua kuendesha. Kwa hivyo wacha tufanye vile sheria inasema. You must present yourself to the examiner. Na ukitoka hapa, huyu atatoa makaratasi zingine, naenda kuambia examiner pia pesa imelipwa, aweka hapo so that ndio tuwaweke kila siku. Kama yako ni 28 kuanzia leo, hesabu 21 days. Ukuja hapa ndio nikasema nikuje kupeana hii mimi mwenyewe. So that wewe uangalie, utatengeneza siku, utatueleza kila mtu utaandika hapa. Ingine aende kwa ofisi yangu, ingine mchukue namba umpigie watu. Kama mtu anaenda kufanya examination kama ni kesho,
anakuja mpaka hapa leo, mimi napatua majina, mimi naenda nasema pale watu wanakuja kufanya test, ndio kila mtu afanye nini? Ndio kila mtu apite. Si itakuwa mzuri. Ndio pesa sienda kuungua. Ndio itakuwa rahisi. Na sisi tumekubaliana. Na sisi tumekubaliana kitu moja. Ukiendesha pikipiki yako, ukikuta umesimamishwa na askari na wako wengi kama prison, hiyo watu watakani wako hapo, wewe nipigie simu. Kwa sababu tumekubaliana kutoka juu. Na wakati tutakuja kufanya sherehe ya kupeana driving license yote, nitaita Bwana Matiang'i akuja hapa. Akuja kumwambie nyinyi ni watu wazuri, na atakubali, atakuja kurudua ceremony apige one. So that ndio kila mtu ajue ya kwamba nyinyi si vile watu wanawachukua. Ndio wanaonekana watu wanataka kusumbua, nyinyi ni watu wazuri. Nyinyi ni watu wazuri. Si tumeona namna hiyo? Hapo sawa. Kwa hivyo kama iko swali, maybe nitarudisha mic. Unajua mimi napenda kuambia kupaana mic watu waongee. So ile mic epeanwe kwa mtu kama ako na shida, kama hapo na kitu mgeni anataka, kama iko shida ameona mahali, tualetana hapa ndio tuendelee kusaidiana, si ni kweli? Na mimi nataka kusema vile ndugu yangu amesema hapa. Accidents na Nakuru Town West zimerudi chini sana. Kabisa, I'm telling you. Hata ile nilikuwa naona saa zingine nikiendesha gari watu wana overtake from left, unaona amekuja hivi hata sijaona. Nimejaribu kupita pita, mimi naona mmekuwa watu wazuri. Vile amesema nini? Amesema. Na mimi nataka tuendelee namna hiyo. Kwa sababu tukianza ile sako, wacha niwaambie kitu nataka tufanye. Tukirejea ile sako tukimaliza, mimi nataka niite mtu mmoja mkubwa siku moja akuje tufanye function kubwa sana ya raise funds towards that sako. Raise pesa mingi kabisa, alafu sasa kutoka hapo mjue vile mtafanya nini? Mtasaidia kuendelea kwenda mbele. Tulichukua Uganda raise hata kama ni 20 million. Alafu tuseme hii watu walikuwa 2000. Hii watu 20 million simu itawasaidia? Itawasaidia mwanze kufanya ndio mwache kufanya maneno mingi. Pia hii pikipiki kubeba watu wasizo inaleta shida sana sasa zingine. Ndio watu wamekura hapa. Huko mtu niliona juzi amebeba mama moja mnono sana. Nikasema hii ni shida kwa sababu hakuna mtu anapenda shida ya kubeba watu wakubwa, si ndio? So na vile nimesema mimi juzi nimekuwa na Governor Ricky Nyanjui. Nimemueleza, nimesema nataka tushirikiane na yeye kwa kutengeneza constituency yetu ya Nakuru Town West. Kwa sababu siasa iliisha. Yeye mahali anaweza kunisaidia, mimi nataka maendeleo peke yake wapi? Nakuru Town West. Tuweke rami, tuweke mataa. Hivi karibuni mataa tutaanza kuweka kila mahali. Hata hapa mahali shapa yote industrial ya kuteremka kwenda chini. From next week mtaona mataa itaanza kuwaka. Hiyo street ya biashara street kuteremka hii hapa kuenda ile kuteremka pale ile kwa ofisi yangu, kuteremka kuenda Manyata, kuenda mpaka huku chini itakuwa kama mchana. So that ndio itakuwa kama mchana. Na sisi tunaenda kuongeza maaskari wengi kwa sababu tumepata OSPD akikuja na lazima tunaongeza nini? Maaskari. Na hiyo maaskari kazi yao itakuwa ni kuangalia usalama yenu zaidi mnatembea usiku. Usalama peke yake. Hakuna mtu atakuwa anashikwa. Na mimi nitawaeleza kazi yenu ni kuwapatia security ndio wakora wasiendelee kunyang'anya nyinyi mapikipiki hizo zaidi mnatembea nini? Usiku. Na ndio kwa sababu tunakuwa tunaweka mataa kila mahali. Askari yao ni kupiga patrol. Teoro night so that ndio tuweka sasa ikuwe 24 economy. Hiyo ndio itakuwa kupiga patrol tu, lakini hakuna mtu anafanya nini? Wao wanasika waishi peke yao, si ni kweli? Na mimi naona mmesema mtakuwa mnasaidia sisi kuonyesha watu wakora wako wapi. Kwa hivyo hakuna mtu atakosa kupata driving license vile nirudia tena. So the first 500 wacha waendelee kufanya after 21 days from the time tuliweka pesa. Ndio tuendelee kufanya, alafu turudi hapa. Sasa tunapeana ile driving license ya what 500, ukute wengine tunapeana professional driving license 535 kwa sababu tumeweka pesa ya watu 1870, ndio kweli 1870. Huyu ameripo pesa ya watu 1870. Kwa hivyo hakuna mtu atakosa kupata because already the money is budget for na pesa imefanya nini? Imepewa yeye. Kwa hiyo yeye kazi yake ni kuweka 500 tunamalizana, 500 tunamalizana. Ikifika next financial year, not next year, next financial year, tukuje tukaile watu wote tumetrain. Tuseme tunawatolea pesa kidogo ya NHIF na nyinyi mtoe nusu na sisi watolee nusu. Ukiendesha baiskeli yako, ukiendesha pikipiki ukipata accident,
kwa sababu zinakuwa saa zingine accidents. Ukipata shida, ukikuwa mgonjwa, wewe unaenda na kadi ya NHIF, unaenda unakuwa treated free at PGH. Na hapa PGH tumeongea na governor, tumekubaliana tunataka tuitengeneze kuwe modern hospital. Tunataka tuitengeneze kuwe modern hospital, kuwe na madawa, so that wakati mtu unaenda pale kuanza kutibiwa kansa, kwanza magonjwa yote ile watu walikuwa wanakuwa referred kwenda Nairobi Eldoret, yote tunataka ikuwe wapi? Hapa. Na governor amekubali. Unajua mimi ni mtu mmoja napenda kusema ukweli kabisa, ya kwamba kama governor atatusaidia sisi watu ya Nakuru Town West through myself, na ile watu nafanya kazi na yeye tufanye, tuweke vile tunataka atufanyie hivyo. Sisi hatutaanza kupiga makelele kama watu wengine wapige, kwa sababu wajapata wajumbe wao wafanye kazi na hao pia wafanye nini? Awasaidie. Kama ametusaidia sisi tuko na maneno? Hakuna. Akikubali sisi kama 200 akubali, hakuna mtu anafanya nini? Anashukwa pale. Akileta ile pesa ile inatoka national government, ile tunafanya ya World Bank, tunafanya pamoja na yeye, tukukubaliana mahali tunaweka rami kila mahali yeku hapa. Tufanye drainage, hakuna maji yanachukua mtu. Akuje tuweke kila mataa hii au analipa vile inatakikana, kwa sababu mimi naweka mataa lakini yeye anafanya nini? Analipa stima. Kabisa. Akikosa kulipa stima, Nyabuto mueleze mwambie hakuna kura. Sio Nyabuto ameenda wapi? Akilipa stima sisi tutafanya nini? Hatutaenda njia ya mob justice. Atigava na wengine unasema hajafanya kazi kwingine na hapa amefanya, tuseme hatuwezi kufanya kazi na yeye. Ama unataka nikose kufanya kazi na yeye tupoteze kila kitu? Hapana. Lazima tufanye kazi na yeye, na yeye amekubali. Lakini unajua akifanya kitu kidogo bado utafanya nini? Utasema kitu mbaya nitamlima. Hapana, si kusema ni kulima yeye. Nitalima, lakini sasa kwa sababu yeye amekubaliana, tumekubaliana na yeye good faith. Kama saa hii Zaire ndimwambia maneno ya jua kali, alisema mheshimiwa Tarsu good thought enda. Zaire ndimwambia hii hapa chini wacha tuweke watu, tutengeneze watu ya boda boda, tukue na one stop place. Amekubali, amesema mheshimiwa enda weka. Zaire nimwambia soko huku chini, amesema mheshimiwa hiyo nakubali. Wakati nimwambia drainage, alisema mheshimiwa tufanye. Sasa kama hiyo mtu utamwekea fitina ya nini? Hakuna. Hakuna kumwekea fitina, hiyo ni kweli. Sisi hatutaki maneno mingi. Ni maendeleo. Maendeleo ndio tunafanya nini? Tunataka. Na ikifika wakati ya kura, sasa hapo ndio mtu utakuja niite watu wa boda boda, nianze vile mnalia kwangu na mimi nilie kwenu siku hiyo, si ndio? Unajua kwa wakati ya kulia pia, si ndio? Siko wakati ya kulia. Unakuja unalia unasema tafadhali nisaidie pia. Nisaidie, mkinisaidia tena mnakuja mnalia kwangu tunasaidiana. Si ni kweli? Hiyo ndio hiyo. Na wakati tulikuwa tunapeana pasari ile tulikuwa tunapeana, tulisema kila mtu yule ako na mtoto anaenda form 1, yule anaenda boarding ya serikali, tukasema kila mtu alipue 100% pasari ya kuingia form 1. Kama wewe uko na mtoto alikuwa anaingia na hukupata, wewe kama mtoto yako hapo, wewe leta tufanye nini? Tumusaidie. Kwanza mimi nataka muweke pesa kando ya watu ya boda boda. Ile mtafanya mnaweka pesa kama hao wako na watoto yao wanasoma form 1, 2, 3, 4. Tunatafuta pesa. Hii ni watu ni asoras. Kabisa. Tunatafuta pesa, yeye inakuwa kando. Hapo sawa mheshimiwa. Sasa ikikuja tunasema wapatie hata kama ni 15,000 kila mmoja, wanapatia watoto yao wanaendelea kufanya nini? Kusoma, ndio save pesa wanunue, kila mtu anunue nini yake. Tumekubaliana? Kwa hivyo sasa watu ya jua kali zaidi wanaweka wakileta because kuna registered, wako registered hapa. Hii watu yote wako hapa kama wako na watoto form 2, 3, 4, enda weka orete fees structure video tunafanya. Weka hii ni jua kali, niletee mimi mwenyewe ndio naandika pesa juu ni ngapi. Kwa sababu wao mimi najua. Hapo sawa mheshimiwa. Kwanza kabisa tena nilikuwa nataka kurudisha shukrani kwa watu ya CTF wakiongozwa na hii chairman amesimama hapa bwana Nyakundi, kwa sababu tunafanya kazi kwa ukaribu sana. Unajua hii yote nafanya ni kwa sababu tunaelewana na hao. Nikiwaambia wacha tufanye driving, wanakubali, na waambia weka pesa yote ya driving. Wacha nimwambie ni pesa mingi sana imewekwa hapa, si pesa kidogo. Hii si pesa kidogo imewekwa hapa, because you can imagine 600 times 1800, uongeze 800 times that one, uongeze training ya huyu, ni pesa mingi sana. Ndio tulikuwa tumesema kila mtu akuja hapa, akuja afanywe test. Lakini kwa wengine tulisema hapa nimeelezwa wako na issues. Wale kwa ile watu tulikuwa tumesema the first group of 21. Iko wengine unakuta kama huyu Sami Njeru, mwingine anaitwa Ocharo, mwingine anaitwa Kitenji, Sindani, sijui nani. They didn't give the proper information. Ikifika pale unajua ni computer na kata. Kwa hivyo kama huko kwa list hii maybe mtaandika pia, sijui kama kwa hiyo utawasomea, sijui kama tutasoma ama mtakuja muangalie baadaye. Soma. Asome.
Unajua ni kwa nini nataka isomwe? Ndio mtu asione yeye ayuka hapa, aulize na alikuwa pande ile, aanze kusema pengine amerukwa. Lakini hata kama wako hapa, yeye akuja apeane proper information, bado tutamweka kwa second. First wale wataweka the second list. Hao wako wamepeana, wakuja waambiwe shida ni nini, wakuja waone karaoke. Karaoke awaambie shida ni nini, murekebishe ndio mweko the second. Lakini sasa hii yote mimi nitapeana hapa ile watu 500. Ukipata yako utaangalia tarehe ile imeandikwa hapo, uhesabu 21 days, rudi kwa karaoke. Karaoke akuje 1 day area anipe hiyo form kama imejazwa niende vile tumesema, si ni kweli? Kwa hivyo wacha tuanze kusoma sasa, alafu tutasoma baadaye. Wacha kusoma wale wanapata professional karaoke, soma haraka. Soma anza basi. Aya, waje mtu akuja ape huyu. Mwingine akuja asimame hapa, huyu anakuwa anampea ndiye tuenda haraka kidogo. Ama unataka tusome hii. Lakini what do you do? Soma tu nakupea mwenyewe, anatoka tu anakaa naye. Anza basi. Aya, Isaac Nyota Mwangi. Isaac Nyota Mwangi. Ako hapa. Aya, James. Wewe sasa utaangalia utaona imeandikwa nini, umelipua 600. Kazi yako ni kuhesabu kutoka hiyo tarehe. Just a few days to 21 days. Ukuja hapa uende ufanye test upate driving license yako. James Njoroge Njambi. James Njoroge Njambi. Maybe what we can do, what tunakia mheshimiwa, hii watu kuja wapatie mwenyewe. Ndio hiyo. Tapeana hizi sisi hapa wapi hiyo? Njambi, Njoroge Njambi. Haya. Hata ni bora hiyo. Eric Maina Okoyo. Eric Maina Okoyo. Eric. Toke leo asipate pesa. Haya, Michael Makesi Nyongesa. Michael Makesi Nyongesa. Michael. Aya, pokule njia. Ama kufanya namna hii. Duncan Hugo Bidengo. Enkana Ombati Oyugi. Peter Kiharie Kaebe. Pilasio Echagai. Patrick Ngugi Nyogabi. Ngugi Nyogabi. Anaitwa Patrick Ngugi. Abel Maidieka Nyata. Abel Nyata. John Okeyo Koro. Victor Otieno Irungu John Onyango Okwado. Onyango Dominic Nyanga. Onyango Okwado. Onyango Okwado unge. Okay, Nganga. Godfrey Odhiambo Mango. Odhiambo Mango. Toa sauti. Mango. Evans Kiptanui Ruto. Odhiambo Mango. Paul Macharia Waweru. Kiptanui Ruto. Fungua njia. Alafu tusome kidogo. Tusome kidogo. Kiptanui Ruto. Peter Kim